Bwana, kesho Jumamosi tarehe 28 Februari mwaka huu 2026, bondia Mtanzania Ibrahim Class, bondia namba 1 katika uzani wa super fedha, nikiwa namaanisha kilo 59, atapanda ulingoni dhidi ya bondia raia wa Thailand, na pambano litafanyika pale Bangkok katika uwanja wa World Siam Bank Cup pale Bangkok, Thailand. Atacheza dhidi ya Duangnat Kritpak, pambano ambalo ni la kuwania mkanda wa WBC Silver International. Huu mkanda, kama Ibrahim Class akishinda, atakuwa Mtanzania wa kwanza kuweza kuchukua mkanda huu, kwa sababu hakuwahi kuwa na Mtanzania yoyote, kwa maana hapakuwa na Mtanzania yote aliwahi kutoa mkanda huu. Zaidi alikuwa ni Omar Kimweri, lakini alikuwa alishabadili uraia na kuwa raia wa Australia, na Aprili mwaka 2016 ndipo alitoa ubingwa huu, lakini akiwa raia wa Australia na kule Australia. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Ibrahim Class anaenda kuwania mkanda mkubwa katika historia yake ya maisha. Achana na mikanda ambayo aliochukua, kwa mfano GBC, WBF, UBO, WPBF na mikanda mingine, lakini huu ndio mkanda mkubwa katika ile mikanda mikubwa ambayo duniani inafahamika. Lakini huyu mpinzani anaenda kucheza naye Ibrahim Class ni mpinzani aina gani? Ni mpinzani ambaye pia ni boxer kiasili kama ambavyo alivyokuwa Ibrahim Class, kwa maana kwamba ni mtu wa kuboxi, mtu wa kupigana, anatumia sana maarifa. Lakini Ibra katika ile pambano, kwanza anatakiwa kutumia akili nyingi, kwa sababu anakutana na boxer mwenzake. Kama unavyojua boxer na boxer wanapokutana kunakuwa na burudani nzuri, maarifa mengi, kwa inabidi amzidi sana maarifa, lakini pia mbinu nyingi, na ajitahidi kutokukaa naye mbali sana. Lakini pia jabu yake huyu Kritpak Duangnat ndio silaha yake, kwa sababu huwa anapenda sana kuanza na jabu. Muda mwingi sana anapokuwa ulingoni Ibrahim Class hatakiwi right yake kuishusha, kwa maana kwamba inaweza ikawa ndio gadi yake nzuri zaidi kwa ajili ya kuweza kuizuia ama kuiabsorb ile jab ya Kritpak na kuja kufanya shambulizi zuri ama kufanya counter punch kwa ngumi yake, kwa maana ya jab. Kwa maana Ibrahim Class right yake inatakiwa kubaki katika eneo lake ili kuja kutengeneza mashambulizi na jabu yake, ili hali mpinzani jabu yake ndio huwa anaanza nayo na kufanya finishing na right yake. Sasa hili pambano linaenda kuwa pambano bora, lakini imani yangu Ibrahim Class akiwasikiliza vizuri watu wako na yake, maarifa aliyokuwa nayo, anaenda kushinda, kwa sababu pia amesafiri na timu ambayo ina uzoefu katika masuala mazima ya ngumi kwa upande wa kimataifa. Yupo na Rick Garcia, kama sitokosea, ni miongoni mwa makocha ambao wapo katika gym ya Fitpoa. Huyu ni raia wa Filipino, lakini ana uzoefu mkubwa katika mashindano mbalimbali ya ngumi barani Asia, kwa sababu yeye mwenyewe anatokea huko, lakini pia makazi yake ni Tanzania. Alishawahi kwenda pale Thailand katika miaka iliyopita na akaibuka na ushindi, kwa sababu alienda na bondia Abdul Ubaya na akarudi na ubingwa pale. Shawahi kumpeleka pia Abdul Ubaya Urusi na akarudi na ushindi. Kwa hiyo uzoefu wa huyu Gasi ambaye yupo katika kona ya Ibrahim Class unaenda kumsaidia kulingana na kitu ambacho anachokifahamu ama uzoefu ama vitu ambavyo anavifahamu katika boxing kwa upande wa Asia. Lakini pia ameenda na meneja yake. Nimeona namna ambavyo tukio zima la kupima uzito ambavyo lilivyokuwa. So Ibrahim Class ni bondia namba 1 nchini Tanzania katika mabondia 81 katika uzani wa super fedha, kwa maana kilo 59. Lakini sasa nataka nikwambie amecheza mapambano 40, 33 akishinda, 16 akishinda kwa KO, 6 akipoteza, 3 akipoteza kwa KO, sare pambano moja. Kritpak Duangnat ni bondia namba 2 nchini Thailand kati ya mabondia 93, amecheza mapambano 15, 10 akishinda, 3 akishinda kwa KO, 5 amepoteza na 1 akipoteza kwa KO na kutoka sare pambano moja. Lakini pia kwa upande wa Ibrahim Class naye pia ana sare ya pambano moja. Kwa hiyo ni mabondia ambao wazuri. Kila laheri Ibrahim Class, kila laheri Tanzania, na uweze kurudi nchini Tanzania na ubingwa.